Mtazamaji wa Sports Fact TZ, as we know kwamba weekend ya Jumapili kikosi cha Yanga kinakwenda kushuka dimbani kukipiga dhidi ya kikosi cha timu ya JS Kabylie, mchezo ambao unapigwa pale visiwani Zanzibar majira saa 1 kamili za jioni. Miongoni mwa mchezo mgumu of course kutokana na matokeo yanayohitajika kwa Yanga na mahesabu yalivyo magumu kweli kweli kunako grupu B, grupu ambalo Al Ahly anaongoza akiwa na alama 8, lakini pia kikosi Al Ahly anaongoza akiwa na alama 9 akifuatiwa na kikosi cha AS FAR Rabat ambao wana alama 8, Yanga akiwa na alama 5, JS Kabylie akiwa na alama 3 kwenye kundi hilo. Ugumu wa msimamo huo unakwenda kuchagiza mechi za mwisho kuwa ngumu kweli kweli. Al Ahly akikutana na AS FAR Rabat siku hiyo majira saa 1, na kwa Al Ahly shabaha yake kubwa ni kuliongoza kundi kwa kupata ushindi kwenye mchezo huo, kwenye makaratasi kufikisha alama 12 ambazo pia tamwezesha kwenye upangwaji wa robo finali kwenda kukutana na timu ambao ni kibonde zaidi, timu ambao ni mchekea, na Al Ahly imekuwa ni miongoni mwa timu ambazo malengo hayo zimekuwa hazina sana kwenye hatua hiyo, jambo ambalo linaongeza hofu kweli kweli kwa wananchi, kwani Al Ahly kwa miaka kadhaa sasa amekuwa akisalia kwenye nafasi ya pili kwenye makundi yake yote aliyoshiriki kwenye klabu bingwa barani Afrika, na robo finali amekuwa akikutana na timu nyingi ambazo ziliongoza makundi hayo na kutafuta sasa nafasi ya kuelekea nusu finali. Inatia hofu. Kwa nini? Ni kutokana na nature Al Ahly kwa misimu ya hivi karibuni kupenda kubaki kuwa nafasi ya pili, na kama ataamua kugawa utamu ama kufungwa kwenye mchezo huo, dhahiri shaili kikosi cha AS FAR Rabat ndio ambao watakwenda kuliongoza kundi. Wasama baina nchi mbili hizi, Morocco pamoja na kikosi na kule nchini Misri, bado unachagiza pia mchezo huu kuwa mgumu kutokana na matukio yaliyojitokeza kwenye mchezo wa kwanza wakati AS FAR Rabat alipomwalika Al Ahly. Mambo ya barafu walitupiana uwanjani, lakini pia mbinu nyingi nje ya uwanja zikitumika kumhadaa Al Ahly ili kutoka mchezoni. Kinachosubiriwa ni kwamba je, Al Ahly atalipa kisasi cha matukio aliyoweza kufanyiwa kule nchini Morocco? Lakini pia je, Al Ahly ataweza kumfufulia matumaini Yanga kuelekea hatua robo finali kutokana na nature msimamo wa kundi hilo B ulivyosimama, ukihitaji Yanga kupata matokeo ya ushindi wa magoli kuanzia 3 ama 2 kwenda juu, lakini wakati huu akiombea Al Ahly amfunge AS FAR Rabat goli 2 ama goli 1, huku Yanga akihitajika kushinda kwa goli 3 na kuweza kumfungulia njia kiurahisi kuelekea hatua ya robo finali. Yanga wameendelea kusisitiza kwamba wao wanatumaini kubwa sana kwenda kufanya vizuri kwenye mchezo huo na kufuzu kuelekea hatua ya robo finali. Jeuli hii inasadikika kwamba mdhamini mkuu wa klabu hiyo GSM ametenga dau nono kweli kweli kuelekea kwenye mtanange huo, kiasi cha bilioni 1 inasadikika pia ni miongoni mwa dau ambalo limetengwa na GSM, mdhamini mkuu wa kikosi cha Yanga, kwa ajili ya kuwapa motivation wachezaji kuelekea mchezo huo. Lakini maandalizi ya Yanga kimafia yanaendelea kwa ukubwa kweli kweli. Unaambiwa mpaka sasa kikosi tayari kimeelekea pale visiwani Zanzibar kimya kwa ajili ya maandalizi, na unaambiwa pia maandalizi nje ya uwanja yanaendelea kwa ukatili wa hali ya juu kabisa. Yote kwa yote, maandalizi ya nje ya uwanja, kwanza kumwadaa mpinzani JS Kabylie asipate utulivu wa kutosha kuelekea kwenye mchezo huo, lakini pia kumharibu kisaikolojia ili Yanga kuweza kutengeneza matokeo kwa urahisi kabisa. Nafahamu Waarabu wanapokuja hasa ukanda huu wa Afrika Mashariki wamekuwa wakikutana na changamoto kubwa kweli kweli, ikiwemo changamoto ya kukutana na upinzani mgumu kutoka kwa vilabu vya Tanzania, ikiwemo pia nje ya uwanja, maswala nje ya uwanja
yamekuwa yakizifanya vilabu hivi kupitia wakati mgumu kweli kweli kwenye mchezo huu. Lakini kikosi cha Yanga huenda pia kikamkosa midfield wao kisheti kweli kweli Mohamed Dama. Lakini pia Yanga wanakwenda kwenye mchezo huu wakiwa na kikosi imara zaidi, kurejea kwa Clement Mzize kwenye safu ya ushambuliaji, lakini pia amerejea Edmund John kwenye safu la mawinga. Kuna wafanya pia Yanga kwenda kwenye mchezo huu wakiwa na uimara mkubwa zaidi, japo mapungufu yamekuwa mengi eneo la ushambuliaji, kushindwa pia kuwa na utulivu na kuweza kuscore, hasa kwa mshambuliaji Prince Mpumelelo Dube ambaye mechi dhidi ya AS FAR Rabat alipata nafasi nyingi zaidi na kushindwa kuzikonveti kuwa magoli. Imesababisha pia kuweza kuibuka kwa mjadala mkubwa kuhusiana na kiwango cha Pacome Zouzoua, kutokana na namna ambavyo interest yake inazidi kushuka mechi tu mechi, na kwa namna ambavyo mechi hii inawadai kuweza kupata ushindi mnono, na mlazimu Pacome Zouzoua kwenda kuwa katili kweli kweli kwenye kuipandisha timu, na mlazimu safu ya ushambuliaji kuwa makatili kweli kweli kwenye kuzifumania nyavu. Ushindi wa magoli 4, wakati huo kikosi cha AS FAR Rabat kikifungwa hata goli moja, utakuwa umewapa nafasi kubwa sana Yanga kufuzu kuelekea hatua ya robo finali ya michuano hii. Nafahamu maandalizi yanayoendelea hivi sasa, Yanga wakifanya maandalizi makubwa ya kimya kimya na ya kisiri na ya kificho, yanatoa alert kubwa kwamba Yanga kuelekea kwenye mchezo huu wamejiandaa kikamilifu zaidi kwenda kuchukua alama 3 mbele ya JS Kabylie, moja ya timu ambayo mechi ya kwanza, ikumbuke timu zote mbili hizi zilitoa sare ya bila kufungana, lakini JS Kabylie walichukua umiliki wa game control kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linajenga hofu pia. JS Kabylie sio mpinzani rahisi kwenda kuruhusu kufungwa kwa idadi kubwa sana ya magoli. Nafasi ya Yanga kufuzu ni kupata ushindi wa magoli 3 kwenda juu, wakati huo ikiwa na sare kuombea njaa kikosi cha AS FAR Rabat kufungwa dhidi ya kikosi cha Al Ahly kule nchini Misri.